ni kitu muhimu sana. Ni kitu muhimu sana kwetu sisi watoto wa Mungu. Tusilale. Tunapolala usingizi, tunampa adui nafasi. Adui anakuja kupanda magugu. Akishapanda magugu, basi ndio unaona hakuna kinachoendelea. Kwa sababu gani? Adui ameingia, tumempa nafasi. Adui hawezi kuingia ndani yako wewe kama umempa nafasi. Ukipa nafasi, basi anakuendesha kama anavyotaka. Lakini unapokuwa karibu na mimi, shetani hawezi kukusogelea, kwa sababu anajua nguvu iliyoko ndani ya Mungu. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Tunajifunza maombi, tunakumbushana juu ya umuhimu wa mtu anayeomba, tena kwa bidii, sio kwa ulegevu. Mungu anataka aone bidii katika utumishi wetu. Mungu anataka aone bidii katika kutafuta uso wake. Danieli alikuwa mbaya. Ndio maana hata alipokutana na ule mtihani, aliona kwake ni jambo la kawaida. Yaani wewe leo unamwabudu Mungu aliye hai, alafu anainuka shetani anakwambia bwana, usimwabudu Mungu wako bila siku 30. Lakini ndani yeye maandiko matakatifu yanasema kama ilivyokuwa desturi yake, alivyoambiwa hivyo, hakuyasikiliza yale maneno ya adui. Kwambia ni ongeni mnayotaka, lakini mimi ninavyoniona mimi, ninamjua Mungu ndani wangu. Siwezi kuvunja utaratibu wangu mimi niliojiwekea kati yangu mimi na Mungu ndani wangu. Anasema kama hivyo kuwa desturi yake, kama anaomba asubuhi, anaomba mchana, anaomba jioni. Na huu ndio msingi wa mitume na manabii waliokuwa wanaishi. Na sisi maandiko matakatifu yanasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kufuata nyayo za mitume na manabii, ndipo tutakapomuona Mungu katika utumishi wetu, ndipo tutakapotembea sawasawa na vile Mungu ambavyo anataka tutembee. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapozungumzia habari za maombi, tunazungumza kitu muhimu sana kwetu sisi watoto wa Mungu. Hatuwezi kufanya jambo lolote katika utumishi wetu sisi bila kuwa na maombi, bila kuwa waombaji. Kanisa la Mungu lisipokuwa na waombaji, hilo kanisa haliwezi kuwa na udhihirishi wa Mungu. Tunaona hata kanisa la kwanza, Petro alipokuwa amefungwa gerezani,
Ile kanisa halikukaa kimya, wakajipanga, wakamlilia Mungu. Petro yuko gerezani kule, anashangaa Mungu anatuma malaika zake kumtoa Petro gerezani, kwa sababu tu ya maombi ya watakatifu wa Mungu aliokuwa anaomba. Yaani tunapata picha kuwa kumbe maombi yana uwezo wa kufanya kila kitu ambacho sisi tunakihitaji. Maombi yana uwezo ya kumfufua hata mtu ambaye amekwisha kufa. Kwa sababu gani? Maombi ni nguvu ya Mungu. Maombi yana uwezo wa kubadilisha mambo ambayo sisi kwa akili zetu za kibinadamu tunayaona kuwa haiwezekani. Kama kiongozi wetu mkuu au kiongozi wa imani yetu ambaye ni Yesu Kristo, alikuwa kila wakati anaenda mlimani. Sisi ni nani? Soma Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 4. Alifunga siku 40 usiku na mchana, hakusikia chochote. Akawa anatafuta uso wa Mungu, kwa sababu alijua alichokuwa anakifanya. Kwa hiyo maombi watu wa Mungu ndio kila kitu. Bila maombi hatuwezi kuivisha kitu chochote, hatuwezi kumwona Mungu. Acha tufungua maandiko kidogo nisika nikaongea tu. Ya 6 tutaanza kusoma ule mstari wa 10. Hiki ni kisa ambacho wote tunakifahamu. Tutasoma katika jina la Bwana, kitabu cha Danieli sura ya 6. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na badilisha katika chumba chake, yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Nimetangulia kusema hiki kisa cha huyo mtumishi wa Mungu Danieli. Mara nyingi watu wa Mungu nyakati tulizokuwa nazo wanapata muda wa kumwomba Mungu wanapokutana na matatizo. Kumbe kinachotakiwa wewe pale unapokuwa huna shida ya aina yoyote, pale ndipo unapotakiwa uwe na bidii ya kutafuta uso wa Mungu, ili hata jaribu linapokuja mbele yako, ile jaribu haiwezi kukupata, na hata likikupata haiwezi kukuletea madhara katika maisha yako au katika mwili wako. Kwa sababu gani? Una kinga
ya maombi, kwa sababu maombi ni kinga ambayo inatulinda sisi kama watoto wa Mungu. Sasa tunaona huu mfano wa huyu ndugu yetu Danieli. Danieli alikuwa amejiwekea ratiba yake ya kila siku ya kutafuta uso wa Mungu, ya kwenda mbele za Mungu. Alikuwa kila siku ana ratiba yake ya kuomba mara 3. Na huyu Danieli alikuwa mkuu kwenye ile taifa, na kama alikuwa mkuu kwenye ile taifa, wale wenzake ambao walikuwa wanafanya nao kazi wakatafuta sababu ya kumshtaki kwa nani? Kwa mfalme, au wakatafuta makosa juu yake wapate kumpelekea mfalme. Lakini kwa sababu yeye alikuwa mwaminifu mbele za Mungu, hawakuona kosa aina yoyote juu ya mtumishi wa Mungu Danieli. Kwa hiyo wakashauriana, wakapanga mipango yao kuwa huyu mtu hana kosa aina yoyote ambayo tunaweza tukamshutumu nayo kumpelekea mfalme mashtaka yake, bali hebu tumfitini juu ya huyu Mungu wake anayemwabudu. Basi wakaenda kwa mfalme, wakamwambia mfalme, tunaomba mweke sheria kwa muda wa siku 30 asiwepo mtu yeyote ambaye ataabudu Mungu mwingine, ili tu wamtenge Danieli. Lakini sisi watu wa Mungu, maandiko yanasema Mungu ametupa nini? Ametupa akili nyingi. Danieli aliposikia vile akajua utashi wa wale watu waliokuwa nao. Basi wakampelekea mfalme mashtaka juu ya Danieli. Lakini Danieli hana wasiwasi, kwa sababu alikuwa anajua Mungu aliyekuwa anamwabudu, na alikuwa anajua alichokuwa anakifanya. Ndio maana hata walipopewa zile taarifa, wala yeye hakustuka, hakuanza kusema Mungu sijui mfanyeje. Ndio uzuri ukiwa unajitambua kila wakati na kila saa na kila siku, wala utakuwa na wasiwasi hata mtihani wote utakaokuja. Ndio maana nikatangulia kusema kuwa maombi yanamfanya kwanza mtu wa Mungu ajiamini, asiwe na wasiwasi wa aina yoyote. Kwa hiyo hata alipopewa ule mtihani kwake aliona kama ni chakula, hakuona kuwa ni shida kwake. Ndio maana hata yule mfalme akashindwa jinsi ya kufanya. Wakafanya ule mtihani waliompa kwa bwana, mtu ambaye hataabudu Mungu mwingine, shaka tuko kwenye tundu la simba. Lakini akaomba, Bwana mimi niko tayari, lakini siwezi kuacha utaratibu ambao mimi nimeuweka na Mungu wangu. Akaendelea na desturi yake, akafanya ibada yake tena, akafungua madirisha yake kama ilivyokuwa kawaida alivyokuwa anafanya, ili upepo unaotoka kule nje basi anapokuwa anaumimina moyo wake kwa Mungu wake apate hewa. Kwa hiyo maombi watu wa Mungu ndio kila kitu. Tunaona matokeo. Danieli kweli akaingizwa kwenye ile tundu la simba, lakini maandiko matakatifu yanasema Mungu akamfanya Danieli kuwa rafiki wa simba. Maombi ni ulinzi, kama nilivyotangulia kusema kuwa ukiwa muombaji, Mungu anakuwekea ulinzi wake. Hata inuke nani hawezi kugusa, hawezi kukukaribia wewe. Na ndio shetani anamuogopa sana mtu muombaji, hawezi kukusogelea, kwa sababu kila kitaka kukaribia anakutana na moto wa Mungu. Yeye mwenyewe ana roho, hakugusi. Hasa watu wa Mungu leo hii tumekosa kitu hichi, na ndio maana adui anatufanya tunavyo anavyotaka. Lakini
tunapokuwa waombaji, shetani anaanza kupata. Kwa hiyo kuchezea wewe, ataingia wapi? Atapitia wapi? Tumeona mfano huu wa Danieli. Tusome hicho kitabu sura hiyo nzima, utakutana na hicho kisa. Danieli usiku kucha kwenye ile tukio la simba, akawa anamwabudu Mungu wake, anamshukuru Mungu kwa matendo yake makuu. Ndio maana hata yule mfalme alivyokuja alifajiri, kwa sababu kwanza yule mfalme, maandiko matakatifu yanasema alikuwa anampenda sana Danieli kwa sababu roho bora ilikuwa ndani mwake, alikuwa na roho Mungu ndani mwake. Ndio maana katika wale watu muhimu watatu, Danieli alikuwepo kwenye nafasi, tena alikuwa kiongozi wao. Wale wenzake alikuwa waziri, tunaweza kusema yeye kama alikuwa waziri mkuu, kwa sababu mfalme alikuwa anamwamini kutokana na uaminifu wake, kutokana na vile alivyokuwa anamwishia Mungu. Kwa hiyo maombi ni kitu muhimu sana kwetu kama sisi watoto wa Mungu. Tukiwaombaji, hakika hatutakuwa na wasiwasi, tutatembea kifua mbele, haijalishi tutakutana na mlima wa kiasi gani, lakini mlima huu kwa sababu tunaye ambaye anatushindia, tutaufurahia, tutatembea kama tuko kwenye tambarani tu ya kawaida, kwa sababu tu ya vile tulivyosimama na Mungu wetu. Kwa hiyo maombi ni kitu muhimu sana kwetu sisi kama watoto wa Mungu. Kiko kisa kingine cha mtu wa Mungu ambaye alikuwa na uhitaji katika maisha yake. Tusoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Kuna kisa kimoja cha ambacho tunakijua sana. Yule mama, mimi ninaposoma ile sura ya kwanza ya Samueli wa kwanza, ananifariji sana. Hana alikuwa muombaji, pamoja na kuwa alikuwa na uhitaji wa mtoto, lakini alimwangalia Mungu, alimlilia Mungu usiku na mchana. Ndio maana hata yule kuhani kuna muda alimuona kama Hana amelewa, lakini Hana akamwambia usinizalie mimi ni kama mwanamke mpumbavu. Hivyo navyoniwazia mimi siko huko, bali mimi ninaumimina moyo wangu kwa nani? Kwa Bwana. Kwa sababu yule kuhani alikuwa anamuona Hana kila wakati roho yake tu inacheza, anaona mtu anaelewa ni kumbe Hana ameumimina moyo wake kwa Bwana, kwa vile tu alivyokuwa ana idara mtoto katika familia yake. Kwa hiyo na Mungu alimpatia haja ya moyo wake. Kwa maombi ya Mungu yanafanya kila unalolihitaji. Ukiwa mwaminifu, ukiwa umekaa vizuri na Mungu, kwa sababu lazima kama unataka Mungu akufanyie jambo linalohusu wewe, kuna vigezo na masharti ambavyo unatakiwa wewe kuwa navyo. Ukiwa mwaminifu mbele za Mungu, Mungu ni mwaminifu. Ndio maana nimetangulia kusema kuwa nimetangulia kumzungumzia mtumishi wa Mungu Elia. Maandiko matakatifu yanasema alikuwa na tabia kama za kwetu sisi wanadamu. Kama ni njaa, alikuwa anasikia njaa, lakini alifanya mambo makubwa mpaka kila mtu akamshangaa. Kwa hiyo maombi, alikuwa muombaji. Ni maana kila nilikuwa analitamka lilikuwa linafanyika. Kwa hiyo hata mimi na wewe, kama tutatembea sawa sawa na vile Mungu anavyotaka tutembee, tuna uwezo wa kuomba lolote ambalo tunalihitaji mbele za Mungu wetu, na Mungu atakupatia sawa sawa hali za mioyo yetu.
Mungu wetu ana upendeleo. Kama alimsikia Elia, atakusikia na wewe, atanisikia na mimi. Kwa hiyo ni wewe tu jinsi utakavyo simama katika nafasi yako. Ni wewe tu jinsi utakavyo weka imani yako mbele za Mungu wa mbinguni. Kwa sababu Maandiko matakatifu yanasema kwa imani kila kitu kinawezekana. Imani sio rahisi. Mtu atupo kwenye tundu la simba kwenye njaa, halafu wale simba wawe rafiki kwa yule mtu ambaye ameingizwa kwenye ile tundu la simba, sio jambo la kawaida. Lakini ndivyo Mungu wetu anavyotulinda sisi watoto wake. Ukiwa mwaminifu mbele zake, ukitembea katika sheria zake, ukitembea katika kweli yake, atakulinda kila uingiapo na kila utokapo. Hutakuwa na wasiwasi, hutakuwa na uoga wa aina yoyote. Wapo watumishi wa Mungu wengine ambao walikuwa wabaya, Mungu alitembea nao, Mungu aliwatetea, aliwapigania, kwa sababu Maandiko matakatifu yanasema vita si yetu bali vita ni ya Bwana. Tunayempigana ni wetu. Yaani sisi kazi yetu ni kumwachia yeye na kumkabidhi yeye. Tunapomkabidhi yeye, basi anapigana na wale adui zetu. Ndio maana Warumi sura ya 8 mstari wa 31 Maandiko yanasema basi tuseme nini juu ya haya? Mungu hapo upande wetu, Mungu wetu hakuna. Kwa hiyo Mungu akiwa upande wetu sisi, hakuna ambaye atainuka zaidi ya Mungu wetu. Sasa ni sisi wenyewe ndio tumempa nafasi ili aweze kuwa upande wetu. Usipigane mwenyewe, usipigane mwenyewe utapigwa. Na utamtia Mungu wako aibu. Kwa sababu watu wanaosema wanaokujua kwa wewe ni mtumishi wa Mungu, kwa nini upigwe? Watakuwa na maswali ya kuuliza. Huwezi kupigwa wewe mtu wa Mungu. Lakini pale utakapompa adui nafasi, lazima upigwe. Lazima upigwe. Umetoka kwenye laini ya Mungu, umetoka kwenye njia ya Mungu. Na mara nyingi sisi watumishi wa Mungu wa nyakati tulizokuwa nazo hatutaki shida. Tunataka vitu rahisi sana. Mungu hakuwa rahisi. Kwa maana Yesu anasema mtu akitaka kunifuata mimi akali kwanza nafsi yake, halafu ajitwike msalaba wake, ndipo anifuate. Sasa sisi hatutaki kujitwika msalaba, tunataka tu tutembee kwenye tambarare. Kwa Mungu sio tambarare kama watu wa zamani walivyokuwa na hiyo. Kwa Yesu tambarare, kwa Yesu ndio tambarare. Kwa Yesu kuna tambarare pale ambapo Mungu atakapokukubali wewe, utakapofika kwenye viwango vile ambavyo yeye mwenyewe anataka utembee. Na hata utakapofika kwenye hivyo viwango ambavyo Mungu anataka utembee nao, bado sababu bado uko katika ulimwengu huu utakutana na mitihani. Tena kale unavyoendelea kumjua Mungu, mitihani inavyozidi kufanyika kuongezeka, ili Mungu aipime imani yako.
ili Mungu ajivunie kuwa hapa na mtu. Sisi wote ni mashahidi. Nisoma habari za Ayubu. Hivi kuna mwanadamu ambaye atatokea katika dunia hii ambaye atakutana na majaribu kama aliyokutana nayo Ayubu? Hakuna. Yaani hawa waliokwisha kuandikwa huko. Sisi leo hii hata ukutane na mlima wa kiasi gani huwezi kufika kwenye hao ambao washawekwa huko. Ili mfano kwetu sisi, ili tupate kujifunza. Sisi tunapewa mitihani midogo midogo. Wewe unaletewa mende mbele yako. Badala umkanyage umsage na kwetu unamtafutia fimbo. Mende. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Mende anakuja kwenye mguu wako, badala umpeleke mguu msage yetu wewe mpaka unataka ukatafute fimbo. Utamkuta. Huwezi kumkuta. Kwa hiyo hii ni mifano ambayo sisi tumepewa kama watoto wa Mungu wanyakatizi, ili tujifunze kutoka kwao. Aliyeandikwa hapa amekwisha kuandikwa, hata tokea mwingine zaidi ya yule ambaye amekwisha kuwekwa kwenye hiki kitabu hiki. Lakini bado pamoja na mitihani hiyo midogo midogo tu Mungu anayotupa, bado tunatushinda. Mungu atusaidie sana. Bado inatushinda. Tunaona kama Mungu hayupo pamoja na sisi. Kama hivyo maandiko yasingesema kuwa dhahabu haiwezi kuitwa dhahabu bila kupitishwa kwenye nini? Kwenye moto. Ili dhahabu iitwe dhahabu ni lazima ipite kwenye moto. Ikipita kwenye moto ndipo itakapojulikana kama kweli hii ni nini? Ni dhahabu. Kwa hiyo hata wewe mtu wa Mungu usiruke mitihani ambayo Mungu anakupa. Tena Yakobo anasema kuwa heri mtu yule astahimilie majaribu, maana akishakubaliwa atapigwa nini? Atapigwa taji ya uzima. Kwa hiyo ili uvikwe taji ya uzima ni sharti ustahimili nini? Majaribu. Ustahimili ni kuvumilia, ni kukubaliana na kila kitu ambacho unakutana nacho wewe katika utumishi wako. Lakini watoto wa Mungu wanyakatizi hatutaki kujaribiwa na Mungu. Umepewa mtihani mdogo, tunasema Mungu ameniacha. Wewe ndio utamwacha Mungu. Mungu hawezi kukuacha wewe. Hata ufanye uchafu wa aina gani, Mungu hawezi kukuacha wewe. Wewe ndio utakayemwacha Mungu. Unapewa mtihani ambao Mungu anataka kutoka kwenye hatua moja kuingiza kwenye hatua nyingine, unasema Mungu amekuacha. Mungu atusaidie sana. Atakuachaje ikiwa wewe ni mtoto wake? Hivi mzazi anaweza kumwacha mtoto wake kweli? Hawezi. Kwa hiyo ndivyo Mungu alivyo. Tena Mungu wetu sisi ni zaidi ya mzazi wa dunia hii. Yaani anatuachia yaliyo mema kila wakati na kila siku. Na ndio maana maandiko yanasema kuwa Mungu hataki hata mmoja wetu afanyeje? Apotee. Kusudi la Mungu kumtuma mwanae kuja ulimwenguni ni ili kila muumini asipotee, bali awe na nini? Au uzima wa milele. Kama Mungu alikuwa na mawazo kama ya kwetu sisi wanadamu, asingethubutu kumtuma mwanae kwa pekee ambaye Yesu Kristo kuja ulimwenguni kukomboa sisi wanadamu pamoja na dhambi zetu. Lakini Mungu kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, alipoona huyu mwanadamu aliyemuumba kwa mikono yake, kwa mfano wake, ametoka kwenye njia yake, ndio maana akatengeneza utaratibu mwingine wa kuleta mwanawe kama Yesu Kristo ili aturudishe kwenye himaya yake,
Mungu atusaidie sana. Tunajifunza maombi. Maombi ndio msingi wa imani yetu sisi kama huduma yoyote. Ndio maana tuishi wote wa Mungu anapoitwa na Mungu aizapenda kuanzisha huduma. Kitu cha kwanza kabisa anachoanza nacho ni maombi. Anamuomba Mungu, anamlilia Mungu ampe dira, ampe ramani atakayotembea nayo katika utumishi wake. Anapopewa ile dira au anapopewa ile ramani, yule mtu Mungu anaiona, anaifurahia ile kazi ya Mungu, ile huduma ambayo Mungu amemwitia, kwa sababu anaona kabisa kuwa kumbe hajatwishwa mzigo ambao yeye hawezi kubeba. Mungu hawezi kukutwisha mzigo wewe ambao huwezi kubeba. Ndio maana hata kila jaribu Mungu analokupa wewe, anaupima kwanza moyo wako kuwa wewe una uwezo wa kustahimili jaribu hilo ambalo anakuletea mbele yako. Hawezi kukupa mtihani ambao wewe huna uwezo nao. Hivi mtoto wa miaka 10-12 anaweza akatwishwa gunia la mahindi au la nazi, ataweza kulibeba? Hawezi kulibeba. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo jamani. Hiyo huduma ambayo Mungu ameweka ndani mwako sio mzigo wa kusema eti utaweza kuibeba. Hiyo karama, hicho kipawa ambacho Mungu amekiweka ndani mwako wewe sio mzigo. Inatakiwa ukifurahie na uendelee kuchochea ili Mungu basi hawezi kujitukuza kupitia hiyo huduma au hiyo karama ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Lakini leo hii kwa sababu tu ya kutokumpa Mungu wetu nafasi, zile huduma, zile karama, vile vipawa ambavyo Mungu ameviweka ndani mwetu, tunaviona ni kama mzigo. Kumbe hivyo ni vitu ambavyo, hizo ni zawadi ambazo Mungu ametupa sisi kama watoto wake ili tuzifurahie. Ndio maana leo hii mtu ambaye aliyejitambua Mungu ameweka ndani mwake hiyo huduma, anaifurahia mpaka inaletea Mungu matunda. Na yeye mwenyewe huwezi kubaki kama ulivyo kama utajitambua. Lakini kama utajitambua, basi ndio utaona kama ni mzigo. Lakini huduma sio mzigo. Maandiko mengi sana yanayohusiana na maombi. Nisoma hii Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 4 kuanzia mstari ule wa kwanza na kuendelea. Unakutana na kisa cha Bwana Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani. Nimetangulia kusema tu hiki ni kisa ambacho Bwana Yesu aliomba maombi ya siku 40 usiku na mchana, na katika kuomba kwake mjaribu akamjaribu akamwambia, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Na mletea mtihani huo akijua kabisa kuwa Bwana Yesu alikuwa kwenye maombi ya siku 40 ya kufunga na kuomba mchana na usiku. Lakini kwa sababu Yesu anajua ila za shetani, akamwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno. Ndio maana nikatangulia kusema kuwa ujio mbali sio kama shetani hatakuja kukujaribu, atakuja kukujaribu, lakini kwa sababu
wewe umekaa vizuri na Mungu, utapata nafasi. Tunaona mfano wa Bwana Yesu mwenyewe, hakupata nafasi kwa sababu Bwana Yesu yeye alikuwa anajua kila kitu, alikuwa anajua hela za adui. Na asilia hata wewe ukiwa mbaya, Mungu atakupa mbinu za kumshinda shetani. Na uzuri wa Mungu wetu sisi, haijalishi adui atakuja kwa njia ya ndoto, atakuja kwa njia gani, lakini unapokuwa mtu wa Mungu, shetani anapokuja kwa njia ya ndoto, utajua kabisa kwa huyu, hii sauti unayosikia hii sio ya Mungu wako. Anaweza kukuletea kitu kizuri tu kwa macho haya, labda nyama ukaona ni kitu kizuri, lakini ukajua hii sauti sio ya Mungu wako, ni adui. Kile anaondoka, anaenda kutafuta mbinu nyingine. Akija na mbinu yoyote utajua. Ndio maana maandiko yanasema mpigeni shetani naye atafanya, atakimbia. Ukimpiga shetani yeye anakimbia, lakini tukimkaribia Mungu yeye naye atafanya, atatukaribia sisi. Hiyo kanuni ya Mungu wetu sisi. Kwa hiyo unapokuwa mbaya, unazijua hila za adui. Hila za adui ziko nyingi sana. Sasa usipozijua utashangaa. Wewe uko kanisani, unasema unamtumikia Mungu, lakini kumbe adui ashachukua ufahamu wako, ndiye anayekuendesha. Wengine ndio picha nyingi sana katika ulimwengu wa roho. Maana nilikuwa namuuliza Mungu, hata siku anakwambia leo ndio mkanisa nikamwambia Mungu, naomba unidhibitishie kile ambacho nataka tuzungumze mbele ya watakatifu wako. Mungu akanidhibitishia kwa kuzungumza kitu fulani. Mimi sipendi ninaposimama, nimefundishwa masomo mengi sana, lakini ninapopewa nafasi na msimu Mungu anipe kile kitu ambacho anataka nikazungumze mbele ya watumishi wake, kwa sababu mnajua Mungu ndiye kila kitu, anajua kila moyo, kila mmoja wetu hapa. Mungu yeye anajua kila moyo wa mwanadamu. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema nani ajuaye moyo wa mwanadamu? Anasema Mungu ndio anayejua, tena anajua mpaka mafumbo unayowaza. Kwa hiyo Mungu imani hataki hata mmoja wetu apotee. Wale waliochelewa tunajifunza kitu kinachoitwa maombi. Maombi ni kitu muhimu sana kwa sisi kama watoto wa Mungu. Maombi ndio kila kitu. Ndio maana ile Mathayo 7:7 anasema ombeni mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Anasema kwa maana kila aombaye hupewa na kila bishaye hufunguliwa. Hii ni kanuni ya Mungu wetu kwa tuombe. Kwa nini Mungu anasema ombeni? Anajua, yaani saa nyingine kumbe Mungu anataka umwambie kwa Mungu, Baba naomba nipatie kitu fulani. Anakupa ni kama mtoto tu kwa mzazi wake. Anahitaji kitu fulani, anamwambia baba, mimi na shida, nahitaji kitu fulani. Baba yake hawezi kukaa kimya, anampa. Tena maandiko yanasema ikiwa ninyi ndio wao mnaweza kufanyia watoto wenu vilivyo vyema, je, mimi Baba yenu wa mbinguni si zaidi kuwapatia vilivyo vyema? Mungu ni zaidi ya wazazi wetu sisi. Kwa hiyo maombi, tunatakiwa tuwe waombaji. Tunatakiwa tuwe waombaji. Muombe Mungu sana aweke roho ya maombi ndani mwako, kwa sababu maombi ndio yatakao kufanya wewe uwe mshindi katika utumishi wako. Maombi pekee ndiyo yatakayokufanya udhihirishe
Mungu unayemwabudu wewe. Huduma zetu bila maombi haziwezi kusimama. Utumishi wetu bila maombi hauwezi kusimama. Tuache mazoea. Tuache mazoea. Wewe Mungu ameweka huduma, alafu unakaa wiki nzima. Hata siku moja ya kusema acha ujitoe mbele za Mungu kwa ajili ya hiyo huduma. Una wewe kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili unakula. Hata nafsi yako tu haikusudi. Hiyo ni hasara kwa mtu ambaye anamjua Mungu. Kwa mtu ambaye anataka Mungu aonekane katika maisha yake, hawezi kukaa wiki nzima bila kufunga. Hawezi. Kwanza mwingine kila siku 3 mfululizo nafsi yake tu inamsuta. Inamsuta kabisa. Unasikia kabisa, wewe juzi, jana, asubuhi, mchana, jioni, inamsuta. Unamshangaa anaamka asubuhi hata kama hakuwa na ratiba ya kufunga. Anaingia kwenye mambo ya kufunga. Kwa sababu gani? Anajua sisi tuko katika maombi ya kufunga na kuomba. Ndio maana Biblia inasema kabisa mambo mengine hayawezekani bila kwa kusali na kufunga. Kwa hiyo tusisahau ishi. Tusisahau. Mungu akubariki.